Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu Ijumaa hii ya leo. Na hivyo naomba radhi, jana hatukuweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu kutokana na sababu na ambazo singeweza kuziepuka. Kwa hivyo Ijumaa ya leo tunaendelea na mafundisho yetu katika kitabu cha Waefeso sura ya 4. Nitasoma mstari wa 29 hadi 32, na najua siku ya leo tutakuwa tunabarikiwa zaidi. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na pasipo na kupoteza wakati ningependa tulisome neno lake Mwenyezi Mungu, Waefeso sura ya 4 mstari wa 29 hadi 32, na Biblia inasema, neno lolote lililo hofu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasamehane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe nyinyi. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Kazungumze nasi Ijumaa hii ya leo, Mungu wetu, kanene na kila mmoja wetu kupitia hili neno. Karekebisha watu wako, katuhimize Mungu wetu zaidi, katupe mwelekeo kupitia hili neno lako, na zaidi imani yetu ikazidi na kukua kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na tumekuwa tukiendelea na mafundisho kutoka kitabu cha Waefeso, na tunaelewa ya kwamba hichi ni kitabu ama huu ni waraka ulioandikwa kwa waumini waliokuwa katika kanisa la Ephesus, na ambao walikuwa mji mkuu wa Kigiriki na Kirumi katika Asia ndogo, Uturuki ya leo. Ni Paulo anaandika, na anaandika akiwa gerezani, na hivyo unaelewa, anapokuwa anaandika ili kanisa la Efeso, ili kanisa ama huu mji na ambapo ili kanisa ulikuwa ni mji kitovu cha biashara na uchumi, kumaanisha watu wengi walikuwa wanakutana pale, na hivyo kulikuwa na mchanganyiko wa watu tofauti tofauti. Jambo lingine ni kwamba nyumba ya hekalu la Artemi, moja ya maajabu 7 ya dunia ya kale, pia yalikuwa pale, kumaanisha pia kulikuwa na uabuduo wa sanamu. Jambo lingine, mji huu wenye mchanganyiko wa dini nyingi na maadili yaliyochangamana, na hivyo kanisa Efeso lilikuwa na waumini Wayahudi pamoja na wa kimataifa au kipenda mataifa, walikuwa wakijifunza kuishi kama jamii moja mpya ndani ya Kristo Yesu. Na ndio maana Paulo anakuwa analiandikia ili kanisa, kwa sababu walikuwa katika jamii ya Kigiriki na Kirumi iliyodhamini sana ufasaha wa kusema au kuzungumza, mijadala na hotuba za hadharani. Hata hivyo, maneno makali, kashfa na kuaibisha watu hadharani yalikuwa ya kawaida, na hivyo hasira na kulipiza kisasi vilikubalika kijamii kama majibu ya kukosewa. Mfumo wa heshima na aibu uliathiri sana mahusiano ya watu, na hivyo katika mazingira haya, maagizo ya Paulo kuhusu maneno safi na msamaha yalikuwa ya kipekee na kinyume na utamaduni uliokuwepo. Na ndio maana siku ya leo ujumbe nimeupa kichwa, maneno yanayojenga na moyo unaosamehe. Maneno yanayojenga na moyo unaosamehe. Tukiangalia yale mazingira ya huyu mji wa Ephesus, na ambapo ili kanisa la Efeso lilikuwepo, tumeona tunaweza tukarelate au tukaona ni sawa na maisha tunayoyaishi au miji tunayoishi. Utapata watu kulipiza kisasi si
si kitu kigumu. Utapata watu kuzungumza, kutoa maneno yasiyofaa, si kitu kigumu. Utapata watu kutukanana, imekuwa tu jambo la kawaida. Na hapa Paulo anakuwa anaandikia hili kanisa, Paulo ananena na hili kanisa, na Paulo anakuwa analizungumzia, na anapokuwa analizungumzia analiambia neno lolote lililo ofu lisitoke vinywani mwenu. Maana walikuwa katika mazingira, watu walipenda mijadala, watu walipenda kuaibishana hadharani, watu walipenda kutoa maneno vile wanavyotaka, kwa sababu labda ulikosewa na hivyo hutaki kusamehe, na hivyo unataka kumwaibisha mwenzako. Paulo alielewa haya mambo, na haya ndio mambo pia tunaishi ndani yake katika kanisa la leo. Utapata watu wataki kusamehe, watu wanataka kuaibisha wengine, watu wanataka kunena maneno yasiyofaa, maneno ya matusi, ghadhabu, watu wanataka na ili angalau walipize kisasi. Lakini Paulo anazungumza nasi siku ya leo katika hili neno la Mungu, anapokuwa anazungumza na hili kanisa, na tunaona dhahiri kwamba katika hili ni kwamba kila siku tunazungumza kila siku tunazungumza nyumbani, kazini, kanisani, hata mitandaoni. Lakini swali ni hili, je, maneno yetu yanajenga au yanabomoa? Tumeona Paulo alikuwa anaandikia hili kanisa, maana lilikuwa katikati ya watu ambao walikuwa wamezungumza, walikuwa nanena kubomoa, wananena kuharibu. Maana wakati mtu anakuaibisha hadharani ni kukubomoa na kubomoa. Heri angekuchukua kando akuelezee 1, 2, 3. Na hivyo tunaona huu ndio ulikuwa mtindo wa maisha katika hili eneo, katika huu mji. Na katika hapa Waefeso 4:29-32 mtume Paulo anatufundisha jinsi maisha yaliyobadilishwa na Kristo yanavyopaswa kuonekana katika maneno, hisia na mahusiano yetu. Na hivyo elewa hili, anakuwa anasema katika mstari wa 29, zungumza maneno yanayojenga. Paulo anasema neno lolote lililo ofu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Na hivyo anawaambia msiishi kama wenyeji wa huu mji wa Ephesus, lakini sasa nyinyi kweni na utofauti, maana mmempokea Kristo. Angali anazungumza nasi tusiishi jinsi watu wanavyoishi. Maana unafanya kazi, usizungumze tu kama wengine vile wanazungumza, usinene vile wengine wananena, lakini Mungu anataka ukanene maneno na ambayo ni ya kujenga. Neno lolote lililo ofu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Na hivyo Mungu anatuhimiza hapa. Paulo alikuwa anahimiza hili kanisa, na hata wale wanatuhimiza tuzungumze maneno yanayojenga. Bwana Yesu asifiwe. Neno hofu hapa lina maana ya kitu kilichooza, kama tunda lililooza. Maneno mabaya huleta harufu mbaya na kuharibu wengine, na hivyo maneno ya kejeli huumiza. Tumeona huo mji ilikuwa hivyo. Kwa hivyo Paulo alikuwa anazungumza na wao, na ili wasige mifano na tabia ya ule mji wa Ephesus. Na hivyo tunaelewa watu kule walikuwa wanazungumza na kejeli. Maneno ya kejeli huumiza. Hata waleo maneno ya kejeli huumiza. Tunapokuwa pale kanisani tunafaa kuwa makini. Tunapokuwa maeneo yetu ya kazi, katika familia zetu, katika ndoa zetu, maneno ya kejeli tunafaa kuelewa huumiza. Maneno ya hasira huacha majeraha. Maneno ya fitina ubomoa mahusiano. Lakini Mungu anatuita tuwe watu wa maneno ya kujenga. Na hivyo jiulize, baada ya mtu kuzungumza na mimi, anahisi kutiwa moyo au kuvunjika moyo? Mkristo wa kweli anapaswa kuwa chanzo cha neema kupitia maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia jambo lingine kuhusiana, Paulo anakuwa anasema usimuhuzunishe Roho Mtakatifu katika mstari wa 30. Kwa nini usimuhuzunishe? Maana sasa ako ndani yenu, na wakati utapata unanena maneno kiolela utamuhuzunisha. Unafaa kutoa maneno na ambayo ni ya kuleta tumaini, ni ya kuleta uhai. Maana Biblia inatuambia nguvu za uhai na mauti zi kinywani mwetu.
Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hapa Mungu anatuambia tena, usimuhuzunishe Roho Mtakatifu. Paulo anaendelea kusema, wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Hii inaonyesha kuwa Roho Mtakatifu ni wa binafsi, anaweza kuhuzunika tunaposhikilia uchungu moyoni mwetu, tunapokuwa watu wa hasira na kuzungumza vile tunavyotaka, tunapokuwa watu wa kinyongo, tunapokukataa kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuhuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu, tunaharibu ushirika wetu na Mungu. Na hivyo kumbuka, hili siku ya leo tumewekwa muhuri kwa siku ya ukombozi. Sisi ni mali ya Mungu. Kwa hiyo maisha yetu yanapaswa kumheshimu yeye anayekaa ndani yetu, na ambaye ni Roho Mtakatifu wa Mungu, na ambaye ni Mungu. Jambo lingine la tatu la muhimu katika haya mafundisho, ondoa sumu moyoni. Katika mstari wa 31 Paulo anasema, Paulo anataja vitu vinavyopaswa kuondolewa. Paulo anasema haufai kuwa na uchungu, haufai kuwa na ghadhabu, haufai kuwa mwenye hasira, haufai kuwa mtu wa makelele, haufai kuwa mtu wa matukano, uovu. Anazungumza na hili kanisa iliyokuwa katika mji na ambao mambo yalidhihirika. Na sisi pia tunaishi katika enzi au tunaishi wakati na ambapo mambo yanaonekana, na pia tunaweza tukajipata tumeyaruhusu kutokana na mazingira tuliyomo ndani yake. Na hivyo Paulo anatuambia tuondoe sumu moyoni. Chochote kile, kama ni hasira, ondoa. Mtu alikukosea, msamehe. Kama uliumizwa, samehe aliyekuumiza, na ondoa uchungu, ondoa ghadhabu, ondoa hasira, wacha makelele, wacha majibishano, mambo na ambayo yafai, ondoa uovu. Vitu hivi huanza moyoni na kuishia kinywani. Uchungu ukiwa ndani utatoka nje kwa maneno makali. Paulo anakuwa anatuelezea vile, ikiwa hautatoa sumu moyoni, itatiririka kupitia maneno yako. Haujaiona watu wanaongea kwa machungu mpaka unashangaa huyu mtu umemfanyia nini? Ni kwa sababu ameruhusu sumu moyoni mwake, ameruhusu chungu moyoni mwake, ameruhusu hasira moyoni mwake. Na Biblia inasema, Yesu Kristo mwenyewe anasema, kilichoujaza moyo wako ndicho utakachokizungumza. Na maneno yetu, Biblia inatuambia neno lolote ofu lisitoke kinywani mwetu, kumaanisha iwapo hatutaondoa sumu, hatutaondoa ghadhabu, hatutaondoa hasira, tutajipata tukizungumza maneno maovu, tutajipata tukimuhuzunisha Roho Mtakatifu. Na ikiwa hivyo, hatutakuwa tunaenda sambamba na njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Mungu anataka si tu midomo safi, bali pia mioyo safi, maana midomo yetu inazungumza kilicho katika mioyo yetu, kilichoujaza moyo. Jambo lingine la 4, Paulo anazungumza katika mstari wa 32. Paulo asemi tu acha, bali pia anasema uvae, badilisha kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Iweni wafadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe nyinyi. Huu ndio moyo wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Tusameane kwa sababu Mungu alitusamehe kwanza. Jambo la pili, Kristo alichukua adhabu yetu. Jambo la tatu, tulipewa neema tusiyoistahili. Na hivyo msamaha si hisia, ni uamuzi unaotokana na neema tuliyopokea. Mtu aliyesamehewa na Mungu anapaswa kuwa mtu wa kusamehe wengine. Hata Yesu Kristo mwenyewe akawa anasema, msipowasamehe waliowakosea, naye Baba yenu wa mbinguni hatawasamehe. Na kutosamehe ni dhambi, kumaanisha maombi yako Mungu hatayasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tujifunze. Paulo anazungumza na hili kanisa na angali anazungumza na sisi. Na hivyo Waefeso 4, hicho kifungu tumesoma, inatufundisha mambo kadhaa, kwamba maisha yaliyobadilika huonekana katika maneno. Bwana Yesu asifiwe. Acha kusema wewe ni Mkristo, lakini mambo unayoyazungumza unazungumza kinyume. Ndiyo, uchumi uko jinsi ulivyo, lakini haturuhusiwi kama Wakristo kusema ati uchumi umekuwa mgumu, maisha yamekuwa magumu, hakuna pesa. Ni mambo haturuhusiwi kuyazungumza. Hatustahili kuumiza wengine mioyo kwa kuzungumza, bali maneno yetu yanafaa kuwapa wengine neema.
Ni mfanyibiashara mwenzako amjui Mungu, anaposikia ukisema vile anashangaa, wow, tutaenda wapi? Hata Wakristo wamekubali hali zimekuwa hivi. La hasha, Mungu hataki tuwe hivyo. Mungu anataka tuishi maisha yaliyobadilika na ambayo yanaonekana kupitia usemi wetu na maneno yetu. Jambo la pili, moyo ulioguzwa na Roho Mtakatifu ujaa huruma. Ushaona watu roho ngumu, hawezi wakasamehe, hawezi wakahurumia wengine, na hili ni jambo tunapaswa kujiangalia zaidi. Mungu ni mwenye huruma na tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, na hivyo inatupaswa nasi pia tuwe wenye huruma. Kwa sababu gani? Tumepewa Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu, na moyo ulioguzwa na Roho Mtakatifu hujaa huruma. Jambo la tatu, mtu aliyepokea msamaha hujifunza kusamehe, maana hukulipa chochote usamehewe. Mungu alikusamehe, ni wewe kupokea ule msamaha, na unapopokea ule msamaha pia nawe kuwa mtu wa kutoa ule msamaha. Hajalishi umefanyiwa nini, samehe. Na hivyo leo hii chagua kuzungumza maneno ya uzima. Leo hii chagua kuacha uchungu. Leo hii chagua kusamehe kama ulivyosamehewa na Mungu, na hivyo maneno yetu yawe ya neema, moyo wetu uwe laini, na zaidi maisha yetu ya kisisi au ya mfanane na Kristo. Baba, ni asante kwa kusema nasi kupitia hili neno lako. Ni asante kwa kunena na kila moyo na ambao umesikiliza hili neno na kulifuatilia hili neno. Kila mmoja wetu Baba, kuna mahala umetuguza. Tusaidie tukabadilike, tusaidie tukatende kulingana hili neno siku ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie juu zaidi Baba, unastahili sifa Baba, unastahili heshima milele yote, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante mfalme mkuu na mtakatifu, maana wewe ni mkuu. Tupe mioyo ya kusamehe, tupe mioyo ya kuachilia machungu, ya kuachilia majeraha mioyoni mwetu, ya kuachilia ghadhabu, ya kuachilia kila aina uovu. Roho Mtakatifu, tunajinyenyekesha kwako, tusaidie. Wacha tunda la Roho likaonekane ndani yetu: upendo, msamaha, uvumilivu, self control, na itatusaidia na ili mfalme mkuu na mtakatifu turuhusu yaliyo mema katika mioyo yetu, na ili tunapozungumza tuzungumze maneno yanayofaa. Mfalme uketie juu zaidi, kajitukuze na ukajitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Mungu akubariki, Mungu na akuzidishe. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Nyakati zote ukibarikiwa, nyakati zote ukitaka kuzungumza na mimi, hizi ndizo nambari za SMS, kupiga simu, WhatsApp na pia M-Pesa kutoa support yako, na Mungu atakubariki. Ni 0792593648 0792593648 0792 593648 0792 593648. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. PayPal ni bnsnmwanza@gmail.com. PayPal address bnsnmwanza@gmail.com. Toa matoleo yako, toa support yako, zungumza nami kupitia majukwaa yote nimekupa, na Mungu atakubariki. Ukiwa nje ya Kenya, unaanza na kodi ya Kenya +254 792 593648. Hadi hapo kesho Jumamosi, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.